Miili yetu imefanya kazi mwaka mzima. Umekuwa ukiingiza baadhi ya vyakula humu ndani, mengine yamenata humu ndani hayatoki. Hata leo katika nchi ya Ujerumani madaktari wamethibitisha kwamba kuna baadhi ya wadudu katika mwili wa binadamu ambaye hayana dawa wala hayana sindano ya kuwaua wala daktari isipokuwa saumu. Walipokuwa wanamchunguza yule boksa Muhammad Ali katika nchi ya Amerika, ambaye alichukua sifa za Mungu akajiita the greatest, sasa hivi amekuwa ni the weakest, hajijui ajitambui, anaugua maradhi ya kutetemeka mwili. Lakini kila akifunga saumu huyu Muhammad Ali anapata nafuu. Sasa walipokuja kumchunguza wakagundua kwamba kuna baadhi ya maradhi ambayo haiwashiki Waislamu, inawashika wasiokuwa Waislamu peke yao. Na walipokuja kuchunguza ni kwa nini, wakagundua ni kwa sababu ya saumu. Saumu. Sasa leo mtu anafunga mchana kutwa, ikifika wakati wa magharibi anataka kulipisha kisasi. Sasa malengo ya saumu iko wapi? Itapotea hapa. Hata unaona leo malasafu shadid, kuna baadhi ya watu inapoingia mwezi wa Ramadhani, badili ya kupunguza uzani wa mwili, sasa ndo wanaongeza mwili, kana kwamba Ramadhani imeletwa ili watu kutia ndani. Subhanallah, na sio hivyo. Itakana watu wapunguze miili yao. Hii mwili umefanya kazi mwaka mzima. Kuna baadhi ya watu ambao wananadharia kwamba mtu akila sana ndio afya. Sio afya. Mtume anasema ma mala ibnu adamu wi'aan sharran min batni, hajajaza binadamu chombo kibaya kama anavyoijaza tumbo lake. Kama anavyoijaza tumbo lake. Hii maradhi yote ambayo unayaona wewe, kama alivyosema Ibn Qayyim al-Jawzi katika Tibb an-Nabawi, inna ad-da'a akthara ma tarahu yakunu min at-ta'ami wash-sharabi. Maradhi mengi ambayo unayaona wewe yanatokana kwa sababu ya hizi vyakula ambao tunakula sisi na vinywaji. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameileta Ramadhan ili tuisafishe miili yetu. Mwili umefanya kazi mwaka mzima, angalau mwezi mmoja ufanyiwe renovation, iweze kusafishwa baadhi ya mapaipu ndani, iweze kuondolewa baadhi ya wadudu. Na hii ndio miongoni mwa malengo ya Ramadhan.